Utumiaji wa teknolojia za akili bandia katika sekta ya ulinzi unaendelea kuongezeka kwa kasi duniani, lakini taarifa mpya kutoka Marekani zinaonyesha kuwa kiwango kipya cha umuhimu wa teknolojia hiyo katika shughuli za kijeshi. Kwa mara ya kwanza, nyaraka zilizowasilishwa mahakamani na Wizara ya Ulinzi wa Marekani, Pentagon, zimefichua kuwa teknolojia ya Grox inayotengenezwa na kampuni ya xAI ya Elon Musk sasa ni sehemu muhimu ya miundombinu ya usalama wa taifa ya Marekani. Kwa mujibu wa ushahidi wa kiapo uliowasilishwa na Cameron Stanley, afisa mwandamizi anayesimamia masuala ya akili bandia na teknolojia za kidijitali ndani ya Pentagon, vituo vya data vya xAI vinapaswa kupewa hadhi ya ulinzi sawa na ile iliyotolewa kwa viwanda vya kutengeneza silaha, makombora na vifaa vingine vya kimkakati vya kijeshi la Marekani. Kauli hiyo inaonyesha jinsi serikali ya Marekani inavyoona mchango wa teknolojia za akili bandia katika kuimarisha uwezo wake wa kijeshi. Ufichuzi huo umejitokeza wakati wa mvutano wa kisheria unaohusu kituo kikubwa cha data cha xAI kinachojulikana kama Colossus kilichopo Memphis, Tennessee. Kituo hicho ni miongoni mwa miundombinu mikubwa zaidi ya kompyuta duniani inayotumiwa kufundishia na kuendeshea mifumo ya kisiasa na akili bandia. Makundi ya wanaharakati wa mazingira na haki za kiraia yamefungua kesi dhidi ya kampuni hiyo yakidai kuwa baadhi ya mitambo inayotumika kuzalisha silaha, nishati kwa ajili ya kituo hicho imekuwa ikiendeshwa bila vibali kamili vya mazingira. Hata hivyo, serikali ya Marekani imechukua hatua isiyo ya kawaida kwa kuingilia kesi hiyo na kuonya kuwa hatua yoyote inayopunguza uwezo wa kituo hicho inaweza kuathiri moja kwa moja shughuli za kijeshi za taifa hilo. Pentagon imeeleza kuwa miundombinu ya xAI si muhimu kwa maendeleo ya teknolojia, bali pia ni sehemu ya mifumo inayosaidia maamuzi ya kijeshi katika mazingira ya kisasa ya vita. Kwa mujibu wa Stanley, teknolojia ya Grox imeunganisha katika mfumo unaojulikana kama Moving Smart System MSS, jukwaa la kijeshi linalotengenezwa na kampuni ya Palantir kwa ajili ya kuchakata taarifa za kijasusi na kusaidia maamuzi ya operesheni za kijeshi. Mfumo huo unatumika kuchambua taarifa nyingi kwa wakati mmoja, kutambua malengo ya mashambulizi, kupanga operations za kijeshi, kusimamia vifaa vya vita na kufuatilia hali ya vikosi vya kijeshi. Pentagon inaamini kuwa matumizi ya akili bandia yanaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa muda unaohitajika kufanya maamuzi muhimu vitani. Badala ya wachambuzi kutumia saa nyingi kupitia taarifa za satellite, ndege zisizo na rubani na vyombo vingine vya kijasusi, mfumo wa AI unaweza kufanya uchambuzi huo ndani ya dakika chache na kutoa mapendekezo kwa makamanda wa kijeshi. Stanley alieleza kuwa uwezo huo ulijidhihirisha katika operations za hivi karibuni ambapo vikosi vya Marekani vilihitaji kuchambua idadi kubwa ya malengo kwa muda mfupi kwa kutumia mifumo iliyoungwa mkono na AI. Jeshi lililoweza kuratibu mashambulizi na kupanga matumizi ya rasilimali kwa ufanisi mkubwa kuliko ilivyowezekana hapo awali. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaamini kuwa hatua ya Pentagon kuhusisha xAI katika mifumo yake inaashiria mwanzo wa enzi mpya ambapo kampuni za teknolojia zitakuwa washirika muhimu wa majeshi ya mataifa makubwa duniani. Kwa miaka mingi, makampuni ya Microsoft, Amazon na Google yamekuwa yakifanya kazi na serikali ya Marekani katika miradi mbalimbali ya teknolojia, lakini ushiriki wa xAI unaonyesha kuongezeka kwa umuhimu wa mifumo ya akili bandia yenye uwezo mkubwa zaidi duniani. Hata hivyo, maendeleo hayo yameibua maswali mapya kuhusu utegemezi wa serikali kwa kampuni binafsi. Wataalamu wengine wanaonya kuwa ikiwa mifumo muhimu ya kijeshi itategemea miundombinu inayomilikiwa na kampuni chache za teknolojia, taifa linaweza kukabiliwa na hatari za kiusalama iwapo kutatokea hitilafu za kiufundi, mashambulizi ya mtandao au mgogoro wa kisheria inayoweza kuathiri huduma hizo. Kwa upande mwingine, wafuasi wa matumizi ya AI wanasisitiza kuwa ushindani wa kimataifa katika teknolojia za akili bandia unalazimisha Marekani kuharakisha uwekezaji wake katika sekta hiyo. Mataifa kama China, Urusi pia yamewekeza mabilioni ya dola katika maendeleo ya mifumo ya AI kwa matumizi ya kijeshi, jambo ambalo linaifanya Washington kuona teknolojia ya Grox kuwa sehemu muhimu ya kulinda maslahi yake ya kimkakati. Kadri teknolojia ya akili bandia inavyoendelea kukua, ni wazi kuwa mstari unaotenganisha sekta ya teknolojia na sekta ya ulinzi unazidi kufifia. Ufichuzi wa Pentagon kuhusu Grox ya Elon Musk unaonyesha kuwa AI si tena teknolojia ya matumizi ya kiraia pekee, bali imekuwa nyenzo muhimu katika kupanga, kusimamia na kutekeleza operations za kisasa za kijeshi.
Hali hiyo inaweza kubadilisha kabisa sura ya vita na usalama wa taifa katika miongo ijayo.